anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa baina al-khayli allati udhmirat min al-hayfaa wa amaduha thaniyatul wada'i. Wasabaqa baina al-khayli allati lam tudhmar min thaniyati ila al-masjid Bani Zuraiq. Mtume sallallahu alaihi wasallam tufundishwa hapa kwamba Mtume sabaka, alishindanisha wa farasi, allati udhmirat, wale ambao kwamba wamekuwa trained kwa kazi ile ya kushindana, min alhaifaa, kutoka hapo mahali paitwa Haifaa, kisha wa amadaha, ikasikilia, manake ghaya yake mpaka wapi? Thaniyatul wada, ni mahali sema kutoka msikitini mpaka ngomeni. Kisha wasabaqa baina alkhayli allati lam tudhmar min thaniyati ila masjid Zuraiq. Kisha pia akashindanisha farasi ambao kwamba hawakuwa trained kutoka Thania mpaka Masjid Bani Zuraiq. Hapa tufundishwa nini na Mtume? Kwamba Mtume alikuwa ahimiza kufanya mashindano ya farasi, kisha mashindano yenyewe kwa wale ambao kwamba wamekuwa trained, kuonesha kwamba alitilia mkazo training ya farasi, kinyume na sasa ambapo kwamba yatumiwa training na mashindano kwa njia ya kamari. Ulimwengu wa sasa Arabuni, mashindano ya farasi ni mashindano ya kamari, na wafalme nani matajiri wengi hufanya mafarasi wao hufanya kwenye ndia ya gogi. Mtume alianzisha hii kwa sababu ya training. Training ile itakuwa ni mzuri kwa sababu ya kivita katika safari na katika nini, lakini hakuiweka kwenye kamari. Hawa wametukua, shetani amewaghilibu, imekuwa ni fakhri sasa, ni fakhri, kisha pia ni biashara. Kisha hapa tufundishwa kuna farasi ambao kwamba wamekuwa trained na farasi ambao kwamba hakuwa trained. Alitumia wote aina mbili, ili watu wasione kwamba wale farasi ambao kwamba hawakuwa trained, allati lam tudhmar, hawana maana. Aliyafanya pia afanye mashindano yao. Kisha hapa tunafundishwa kwamba kuna sehemu minathania ila Masjid Zuraiq, misikiti pia kuitwa kwa jina la watu fulani, banu fulani. Masjid al-Munadhara ya Mamandiri, Masjid al-Mazari' ni kama hii Banu Zuraiq. Watu wakiita misikiti kwa kabila zao, lakini kwa ndia mzuri.
kwa njia ya fakhri ya kuonesha kwamba sisi tumeshika Uislamu, si kwa njia ya kuonesha kwamba sisi ndio wenyewe. Wa inna Abdallah, hakika na huyu Abdallah bin Umar, kana fi man sabaka, alikuwa ni mmoja katika watu wakishindana. An Anas radhiallahu anhu, imepokewa kwa Anas, qala utiya nabiyu sallallahu alaihi wasallam, aliyetewa mtumi bimali, mali mengi, min albahraini, kutoka Bahraini. Faqala, akasema infiruhu, ipelekeni msikitini, kuonesha mtume hakutawaliwa na mali. Atieni mimi mwenye nikashika nikapeka msikitini. Infiruhu, pelekeni, manake si kitu cha maana kwangu mimi. Fil masjid, peleke msikitini. Wa kana aktharu mali utiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yalikuwa ndio mali mengi ambayo kwamba mtume hajaletewa mali kama yale. Si masala ya mali kidogo. Safari moja hapa kulikuja Mwalimu Athmani, alikuwa akiswalisha, basi Muhammad Hamza akapia kelele, nyinyi mngoje Mwalimu Athmani bwana, mwala tu nyinyi. Mwalimu Athmani yuko kwenye swala, basi akimaliza swala mbio ngona nyumba kula, akienda kuna chochote yule Mwalimu Athmani mkali, mtu anamwambia shika adabu yako wewe, shika nini mwalimu? Huyu ana adabu. Ana adabu, ana nini? Sasa mtume alipelekewa yale mali, hayakupekwa msikitini tu. Mwenye mali ni mtume, akapekewa, akasema yapekeni msikitini, yaikeni msikitini, tena mali mengi. Wakana akthar malin utiya bihi, hakujatolewa mali kama yale. Kitu metoa mtume itakuwa kidogo, tena toka Bahraini. Fakaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati, mtume akatoka nyumbani kwake kwenda kuswali. Walam yaltafit ilayhi, wala hakwenda kuangalia ile mali. Hapa nguonesha hakughilibika na mali, manake swala hangeliswalika kama angekuwa angonda zihisabu. Hata habari ana. Walam yaltafit ilayhi, hakuzunguka hata kuangalia. Falamma qadha salata, alipomaliza kuswali, jaa, akaja mtumi, fajalasa ilayhi, akeseti karibu na ile mali. Fama kana yara ahadan illa a'tahu, amuonao apitao pale msikitini, ndo tukua mali, akimpa. Hapa tufundishwa kwamba ile mali ni ya Waislamu. Hupo hata yoyote apitaye pale aliyoko, si ghanima wale si fei,
Ghanima ina watu wake, fei ina watu wake, lakini hii imeletwa tu apewe kila mtu. Ndo Mtume akamwambia apitao ndo chukua. Idh jaahu al-Abbas, akaja ammi yake Abbas radhiyallahu anhu, faqala ya Rasulullah, akamwambia kila mtu amuita Mtume ya Rasulullah, huyu ni ammi amuita Mtume ya Rasulullah. Mtoto na mjukuu amuita Mtume ya Rasulullah. Mke pia amuita ya Rasulullah, hamuiti Muhammad wala hamkati ina hakati. Ikiwa Mwenyezi Mungu hakumkata jina, nani mwingine atamkata jina? Watu wote wamuita Muhammad Rasulullah. Abbas ni ammi yake, mkubwa wake. Manake kuna ammi wengine wani wadogo kama Hamza. Hamza ni marika mamoja, wamesonda pamoja, lakini ni ammi yake. Huyu ni mkubwa wake. Basi radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah atini, nipa na mimi hayo mali bwana. Manake Mtume mara nyingi akiwaangalia watu wanne kuliko watu wa nyumbani. Wale ahlul baiti walikuwa tazaka wapewi. Akaona jamaa, mbona na sisi hatupati? Hachuli Kenyatta alipokwenda Lamu, ikawa zile kwaya zinshika kweli kweli, kutoka usubuhi mpaka saa 7 saa 8. Kuna kijana mmoja katika zinyana za skuli akapiga kelele, jamani hachuli. Kenyatta akauliza maana yake nini hachuli? Ambaye atakakula watoto waleteni chakula. Abbas naye akasema nipa na mimi bwana, atini fa inni afdaitu nafsi, mimi nimejitolea nafsi yangu kupambana na watu kwa sababu yako wewe, kwa sababu ya Uislamu. Wafadaitu aqilan, na pia mimi nimejitolea kombozi kwa Aqil. Aqil ni ndugu yake Sayyidina Ali. Sayyidina Ali alikuwa na ndugu wawili wakubwa zake, Aqil na Jaafar. Jaafar ni mkubwa wake kwa miaka 21 na Aqil ni mkubwa wake Jaafar kwa miaka 21. Faqala lahu ya Rasulullah, Mtume akamwambia khudh, chukua. Fahatha fi thawbi, akakundua nguo yake. Thumma dhahaba yuqiluhu, akawa sasa auinua le pindo meljaza neno ainua. Falam yastati, akawezi kuinua maana mali mengi. Faqala ya Rasulullah, akamwambia ya Rasulullah, mur ba'dhum, waamrishe baadhi yao hawa watu bwana, yarfa'uhu ilayya, waninulie na mimi. Qala la, Mtume sema qala farfa'hu anta alayhi, wewe wainulie wao, si wewe kuinulie wao.
Hapa kuonesha namna gani Mtume hataki kumpendelea ami yake atumikiwe na watu, ni yeye awatumikie watu. Qala la fanathara minhu, akayakusanya ile mali akayagawanya. Thumma dhahaba yuqiluhu, kisha akenda huko akiyatukua. Faqala, akasema ya Rasulullah, mur ba'dhum yarfa'u alayya. Mtume akamwambia la, farfahu anta alayya. Qala la fanathara minhu, akaigawanya tena. Thumma ihtamalahu, kisha akayatukua. Faalqahu ala kahilihi, akayatukua kwenye mafuzi yake bena neno. Thumma ntalaka, kisha akaondoka. Fama zala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yutbi'u basarahu, hakuwata kuangalia wale watu waliotukua ile mali, hata khafia alaina ajaban, mpaka yakaondoka yote. Ajaban, kwa kustajabu. Min hirsihi, kwa pupa lake Mtume. Hata khafia, mpaka wakaondoka wote. Alaina ajaban min hirsihi, kuonesha ile ajabu ya ile pupa lake Mtume. Fama kama Rasulullah sallallahu, Mtume hakusimama kwa jambo lolote pale. Wathamma minha dira, akatukua dirhamu moja akutukua. Hapa tufundishwa kiongozi atakawe hivyo. Wewe ukiwa kiongozi, sio utukue wewe, uwe wewe ndo mwenye kutoa. Hapa kuna kiswa kimoja kilitokea pande za Lamu. Mmoja katika matajiri mamilionea wa Lamu aliyekuwa akitoa zaka, basi alikitoa kapu za dirham, watu wakaenda kitukua. Basi yeye akitoa zaka alikuwa hawaangalii watu wajaye, huwatukea wakiwa hapa. Sasa watu wenda wengine mara moja, mara mbili, mara tatu, ambiwa mwenye hawa wengine utuko mara tatu. Akamwambia hawajatosheka, kama wametosheka hatotukua tena, hizi ni zao. Basi utopasi mpaka zikamalizika. Akamwambia basa, alopata alokosa mshinda alopata. Alipokufa huyu bwana, mtoto wake alikuwa na watoto wawili. Mmoja akamwambia yeye bwana, yule mtoto mmoja akamwambia ndugu yake, bwana wewe toa zako, zangu niekea. Basi yule mwingine akatoa na mali yake akapanda. Yeye yule akawa milionea, lakini sasa Mwenyezi Mungu atakamletea akamfilisi. Kumfilisi kwenyewe alishtaki serikali ya Kiingereza. Alipoishtaki serikali ya Kiingereza, akaleta mawakili kutoka Madagascar, meli nzima. Ukafanywa kesi, ikashindwa, akashindwa. Mkono Mwingereza mshindi, sasa tamshinda wakati huo. Basi ikawa alipe fidia zote, fidia akafilisika. Sasa Mwingereza akasema huyu afungwe civil jail, lakini asitwe jela, aatwe hapa Lamu atembee, kisha apelekwe miezi 6 Lamu, miezi 6 Zanzibar.
Kwao walikuwa ni Zanzibar, ni katika babu zake Sharif Abdullah bin Salim. Basi akawa hali taaban, atembea na kwa champali, akadhoofika mpaka akafula mbali. Ili kuonesha namna gani yale mali, alikiwaambia watu, jura wenu amekufa. Jura ni mtu manake mpumbavu, mpumbavu wenu ili babake ndiye jura. Yule alikiatoa yale mali amuita mpumbavu, Mwenyezi Mungu akamfanya namna hiyo. Yule amefanya vile, aijua hii hadithi ya Mtume. Mtume mali amekuja kutoka Bahrain, amewapa watu, kila mtu atukue. Tuko wapi sasa? An Mahmud bin Rabia al-Ansari, imepokewa na kijana Mahmud bin Rabia al-Ansari. Akiwapenda sana Maansari, sababu ndio waliompokea, na mmoja ni katika hao ni huyu. Alikuwa dori kubwa sana kumkaribisha Mtume. Asema anna Itban bin Malik, huyu mtu aitwa Itban bin Malik, wa huwa min ashabi rasulillahi, na yeye alikuwa ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimman shahida badran min al-ansari, katika walioshuhudia Badri katika Maansari. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikwenda kwa Mtume, faqala, akamwambia, ya Rasulullah, kad ankata basari, mato yangu hayana nguvu tena. Manake mato yamekataa. Saa nyingine mato ukataa, saa nyingine miguu pia ukataa. Wa ana usalli liqaumi, mimi uswali na watu wangu, si swali peke yangu, nina watu uswali nao. Fa idha kanat al-amtaru, mivua ikiteremka, sala alwadi, humpita kwenye wadi huni, alladhi baini wa bainahum, ambao kwamba iko baina yao na sisi, wakupitiki na mato ni haya hayaoni. Lam astati an atia masjidahum, siwezi kwenda msikitini. Fa usalli lahum, nkaswali na wao. Wa wadidtu ya Rasulullah, minapenda ya Rasulullah, annaka tatini, nataka wewe, napendelea uje nyumbani kwangu. Fatusalli fi baiti, uswali nyumbani kwangu ili untilie baraka. Na Mtume ilikuwa nyumba zote za Madina alikiingia kuswali yake aeke watu wajalie pale kuna mswala, yeye aswali ili watu wapate kuswali pale. Huyu akamwambia, mimi nataka uje uswali mahali. Fa atakhidhahu musalli, kisha nipafanye pale ndio mswala wangu, ndio msikiti wangu, kwa sababu wewe umesujudu pale. Ndio Tajuddin Subki alisema, alikwenda kwa Nawawi akasema, la'alli an amassa, mimi nataka ule uso wangu, an amassa, uguse, qadamun makana Nawawi,
makali mahali ambao kwamba Nawawi ameweka kitwa chake amesujudu. Alifunga safari kwenda kusujudu mahali pa Imamu Nawawi. Kama Habib Omar bin Smith naye alisema vile alisafiri, alitoka Zanzibar akasema na filamu li fi habibun, katika pambizoni mwa Lamu mimi na kipendi changu, tamakana hubu, mapenzi yangu yametulia kwake, bena jawani lali mimi nataka nende nikaguse pale mahali yeye akiswali, an amassa qadamun li Saleh. Yule alisema qadamun Nawawi, yeye akasema qadamun li Saleh, nyayo zile za Habib Saleh. Habib Saleh alikuwa na ubao wake mpaka leo huko, yeye ndo usiku akiswali witri na tahajjud akiswalia pale. Basi Habib Omar alifunga safari kutoka Zanzibar kuja kuswali pale kwenye ubao ule, na hutukua mambo haya kwa Mtume alivyofanya. Fatusallia fi beiti, tufika sio? Hii hadithi ndefu na ina maelezo mazuri huku chini, lazima tuyaeleze. Basi inshallah tutarejelea pena hapa tulipokoma kwenye hadithi hii katikati. Fatusallia fi beiti faattakhidhahu musalli. Sasa tumwate Mtume atasema nini na atafanya nini? Allahu wa rasuluhu alam.